tumekutana katika siku ya leo tukiwa kabisa mwishoni mwa mwaka wa fedha tunaomaliza mwaka, tukikutana watendakazi na wale walipa kodi wote kwa pamoja, angalau kupeana mawili matatu. Lakini ni kipindi ambacho kinakuwa na shamra zake, ni kipindi ambacho tunapata tuzo za Mheshimiwa Rais kwa wale wote waliofanya vizuri katika ulipaji wa kodi. Kwa namna ya pekee ninawapongeza sana management nzima ya TRA mkoa wa Singida kwa kuandaa shughuli hii, shughuli kubwa inayoenda kutuunganisha watu wote ambao tunaangalia, tunatekeleza na tunakusanya kodi katika kuhakikisha kwamba serikali yetu inapata rasilimali fedha na inaenda kutimiza malengo yake ya maendeleo na kutoa huduma kwa wananchi. Ndugu washiriki, ifikapo tarehe 30 ndio ile tunasema kwamba tunaenda kukutana kwa ajili ya kupongezana, lakini hii siku imeenda vizuri kwa mwaka huu, mwaka ambao mamlaka yetu ya mapato inaadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake. Jambo hili ni kubwa, jambo ni jema. Taasisi yetu toka imeanzishwa imeendelea kukua na imeendelea kufanya vizuri sana mwaka hadi mwaka. Lakini katika kuenzi miaka hii 30 tunayo kauli mbiu nzuri iliyoandaliwa vyema inayosema miaka 30 ya TRA, kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ni kauli mbiu inayobeba maana halisi ya kazi kubwa ambayo TRA au mamlaka ya mapato Tanzania inayofanya. Na nyinyi ni mashuhuda katika kipindi cha hivi karibuni ni namna gani serikali yetu imeweza kugharamia mambo makubwa ambacho kihistoria yalikuwa yanagharamiwa kwa fedha za kutoka kwa wadau wa maendeleo au wahisani. Lakini mmeona utekelezaji wa miradi mikubwa inayoipa heshima taifa letu inatekelezwa kwa fedha za ndani. Sasa hivi fedha ziwepo, lazima TRA wawepo, na kazi kubwa aliyoifanya ndio imewezesha serikali kutekeleza mambo makubwa katika sekta zote ambazo zinatuzunguka. Kwa hiyo kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa kila kodi inayolipwa ni mchango wa kizalendo unaowezesha serikali kujenga shule, hospitali, vituo vya afya, barabara, huduma za maji, umeme na miradi mingine mbalimbali ya maendeleo, lakini na huduma mbalimbali za kijamii. Kwa leo tumekutana si tu kwa ajili ya kufanya mazoezi ya afya, lakini pia kuonyesha mshikamano wetu katika kuunga mkono jitihada za serikali za kuongeza mapato ya ndani kupitia ulipaji wa kodi kwa hiari. Afya njema ni msingi wa uzalishaji na uzalishaji ndio msingi wa uchumi imara. Hivyo matembezi haya yanabeba ujumbe wa afya, uzalendo na maendeleo. Ninapenda kutumia nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Jemedari wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake anayoongoza ya awamu ya 6. Ameweka mazingira mazuri, mazingira rafiki ya Mtanzania anayepaswa kulipa kodi, analipa kodi bila shuruti. Mazingira bora yaliyowekwa, na ndio maana sasa hivi tunakusanya kodi zetu bila heka. Si kwamba ametaka tusikusanye, ametaka tukusanye, lakini tukusanye katika namna ambayo ni ya ustaarabu zaidi, kujenga zaidi na sio kuvunja zaidi. Haya ni maono makubwa sana ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na katika maeneo ambayo tumeanza kutekeleza maelekezo yake, mmeona kila mwaka tunakusanya kodi kwa zaidi ya 100%, tofauti na vipindi vingine vilivyopita tunasukumana lakini tunaishia 80, 85, 90. Lakini kwa sasa tunakusanya kodi mapema na lengo linatimia mapema, na kwa mkoa wetu wa Singida ni sawa na mikoa mingine, kila mwaka
linakuwa linaongezeka. Tukianza 2021 tulikuwa tunakusanya wastani wa bilioni 14 na hatukufikia lengo kwa 100%. Tukatoka hapo kwenye 14 tukaenda kwenye 21, hatukufikia lengo. Tuliongezewa lakini tulishia 90%. Tukaongezewa tukaenda 24, tukaanza ukusanyaji wa kodi kwa njia ambayo ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tukafika 95%. Tukatoka hapo tukajiimarisha, tukaongezewa tukaenda 30, tukatekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tukakusanya kwa 101%. Na tukatoka hapo tukaongezewa 36 bilioni, tumemaliza. Hata ndugu zetu watakapoenda Dar es Salaam, Mungu atakapojalia kushiriki ile tukio kubwa la kitaifa, wanaenda kifua mbele. Msiwaone wana furaha, wametimiza malengo na kupitiliza. Hongera sana TRA Singida, mmetuheshimisha kwenye hili, lakini kubwa Mheshimiwa Rais ametuwekea mazingira mazuri ya kufanya kazi hii kwa ufanisi bila kuwa na kero ndogo ndogo kwa walipa kodi. Lakini kwa maana ya kutimiza malengo hayo, kwa sababu yanakuwa kila mwaka na tunakusanya kila mwaka, ninawapongeza wawekezaji wote katika mkoa wetu wa Singida, wadogo, wakati na wakubwa. Shughuli zao ndio zinatupa hizi kodi. Hongereni sana kwa kazi nzuri inaendelea kushamiri katika mkoa wetu. Biashara zinakuwa, uwekezaji unakuwa na kodi pia inakuwa. Lakini nitoe wito kwamba tunayo matarajio ya kukusanya kodi nyingi, lakini pia tunaweka mazingira mazuri ya kuendelea kuwekeza sana katika mkoa wetu wa Singida. Ninaomba tushirikiane katika kupeana mawazo, kujenga mazingira mazuri ya kulipa kodi, lakini tubebe hizi jumbe ambazo tumepewa na watenda kazi hawa. Tumeambiwa lazima tujenge uchumi, lakini lazima unapouza utoe risiti, lakini unaponunua na wewe udae risiti. Kumbe msisitizo hapa ni kuhakikisha kwamba risiti unayotoa ni halali, unaitoa risiti kwa muda unaotakiwa, lakini unaitoa risiti ile kwa kiwango kilichohusika kwa wakati huo. Niwaombe sana, hii ni kukumbushana na hatutaki tukimbizane, kila mmoja atimize wajibu wake ili tuijenge Tanzania, ili tuijenge Singida. Tunapoelekea kwenye maadhimisho ya mwaka huu, ninayo imani kubwa na sisi mkoa wa Singida tutapata tuzo. Tutapata tuzo kama taasisi, lakini tutapata tuzo kwa wale walipa kodi waliofanya vizuri sana. Mimi nawaombea, naamini itakuwa kama mwaka jana, mtarudi na ngao ya heshima. Tutaipokea, na safari naomba msije nayo kimya kimya. Mtuambie kama mnaenda kukutana Dar es Salaam, tutaenda kuisubiria Manyoni ili tuje nayo, kwa sababu natambua kodi ndio mishipa ya damu ya serikali. Kodi kama ilivyo moyo, mishipa inayopeleka damu kwenye moyo, kodi na yenyewe ndio mishipa ya damu kwa mafanikio ya serikali yetu. Sasa kama mapato yanapatikana na TRA imefanya vizuri, lazima tuwapongeze. Kwa hiyo mimi nawaahidi, najua malengo tulishatimiza toka mwezi Mei. Mtakapokuja na ile tuzo, nipigie simu, tutajiandaa, tutawapokea kule Manyoni, tutakuja na nini na shangwe mpaka hapa mjini. Hapa tumekutana Bombadia, tutawaleta hapa Bombadia. Si kazi nyepesi, sio kazi rahisi, lakini wanapotimiza malengo, basi hawa ni wazalendo wa kweli na ni wazalendo makini, lazima tuwapongeze. Lakini leo nimeambiwa pia katika matembezi haya haitatosha, bado kuna michezo midogo midogo tutaishuhudia. Lengo ni kuhakikisha kwamba tunaliweka karibu na tunakuwa marafiki wa karibu na walipa kodi. Kwa hiyo leo tutashuhudia hapa walipa kodi na watoza kodi wakishindana katika michezo mbalimbali. Hongereni sana katika maandalizi haya mazuri. Jamani, tunaona leo Bombadia imependeza yaani imependeza kweli kweli. Kumbe TRA bwana ni njema sana. Wale wanaochukia rangi ya njano, sio kila rangi ya njano ni Yanga, wakati mwingine ni TRA. Kwa hiyo tunapoenda kuhitimisha, tunaendelea kuibeba kauli mbiu yetu, kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu, na taifa letu kwa kiasi kikubwa limeendelea kujitegemea. Sisi wote ni mashuhuda, tumefanya mambo mengi makubwa, ikiwemo masuala ya uchaguzi, miradi mikubwa imefanyika kwa fedha za ndani,
na imewezekana. Katika mkoa wetu wa Singida yapo mambo machache ambayo tumefanya kwa ajili ya kusindikiza maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 30 ya kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato nchini kwetu Tanzania. Tulikuwa na zoezi la kurejesha kwa jamii ambalo lilifanyika kwa ufanisi na likafanikiwa, tunashukuru. Tulikuwa na zoezi la kuwafikia wafanyabiashara ambao wameshiriki kwa kiwango kikubwa kuwa sehemu ya mafanikio ya mamlaka ya mapato Tanzania. Tuliwafikia kwenye maeneo yao na tukawapa shukrani. Tulikuwa na zoezi la kupanda miti kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Singida, lakini leo tumekutana kwa ajili ya matembezi ya shukrani na furaha. Bila ushiriki, bila mchango mkubwa wa walipa kodi, wafanya biashara, watumishi na wadau wote wa maendeleo, haya mafanikio tuliyoyapata kama mamlaka ya mapato Tanzania, lakini kama nchi yetu ya Tanzania tusingeyaona. Kwa hiyo naomba kwa niaba ya uongozi wa mamlaka ya mapato Tanzania chini ya uongozi wa kamishna wetu Jenerali Yusuf Juma Mwenda kurejesha salamu za shukrani kwa jamii yote na wananchi wote wa Singida. Tunatambua mchango mkubwa ambao tumekuwa tukiupata kutoka kwa wadau na wananchi kwa ujumla. Tuhakikishie kuendelea kutoa huduma bora, kutatua changamoto mbalimbali ambazo zinaendelea kujitokeza katika maeneo ya biashara, ikiwa ni pamoja kuwasikiliza kwa wakati, kufanyia maboresho mifumo yetu ili kuhakikisha tunakwenda sambamba na kasi ya teknolojia, ili zoezi la ukusanyaji wa kodi liweze kuwa lenye tija, lakini pia kuongeza ufanisi na mazingira rafiki ya biashara. Aidha, niwasisitize wale wote ambao wamekuwa na mchango wa taarifa za kuweza kuwezesha upotevu wa mapato kuweza kukabiliwa, waendelee kutupa taarifa hizo, na sisi kama watumishi tunaendelea kutoa ahadi ya kutoa huduma bora, lakini uweledi na uwajibikaji kwa ajili ya kuhakikisha miaka inavyoendelea na sisi tunafanya vizuri na serikali yetu inaweza kupiga hatua.